Salama, neno maana ya salama au yaani maana ya salama kwa ujumla. Salama ni kuwa na ulinzi dhidi ya adui au jambo lolote baya. Ninaposema kuwa na ulinzi wa adui, kwamba unapokuwa unalindwa, basi hatutegemei kitu kibaya kitakachoenda kutokea mbele yako, kwa sababu tunajua unalindwa. Tutaenda kusoma Isaya 49 mstari wa 16. Ukipata naweza kunisaidia kusoma. Tazama, nimekuchora katika viganja. Mungu anasema ametuchora katika vitanga vya mikono yake. Inamaanisha nini kutuchora katika vitanga vya mikono yake? Kwamba mahali popote tulipo, sehemu yoyote tunapotembea, tunapokaa, tunapolala, tunapoamka, tunakuwa salama mbele za Bwana. Kwa maana yeye, yaani ni kama tuseme tuchukulie labda darubini. Yaani tuko karibu naye tulivyo tunavyofikiria. Iwe ni asubuhi, mchana, jioni, yeye yupo tu, anazidi kutuangalia. Kwa Yesu tuko salama daima, maana muda wote, wakati wote, saa zote Mungu anatulinda na anatuangalia kupitia vitanga vyake vya mikono. Mambo yanayotufanya tuwe salama zaidi ndani ya Yesu. Mambo yanayotufanya tuwe salama zaidi ndani ya Yesu. Moja, kumpenda Mungu. Kumpenda Mungu. Tunapompenda Mungu, Mungu naye anatupenda. Anasema kwamba kumbe huyu yupo karibu na mimi. Sio kwamba unapokuwa labda humpendi, yeye akupendi. Maana yeye huangazia jua wema na wabaya. Ina maana mtu yoyote yule anampenda. Ila unapokuwa wewe upo karibu naye, na yeye anazidi kujishughulisha sana zaidi na mambo yako, kwa sababu anajua huyu haniachi. Popote ninapoenda yupo na mimi. Na hata baraka nafikiri zinatofautiana. Haiwezekani kila siku mimi ninamuita Mungu wangu anisaidie, wewe umekaa tu umuiti, unategemea labda akusaidie kutokana na yeye. Mungu atanisaidia, umwambie shida yako. Ila nami kila nikiamka namwambia, nikifanya hivi namwambia. Ina maana Mungu anakuwa anakupenda zaidi na anakuwa salama zaidi kuliko hata mtu mwingine. Tenda kusoma Luka 10:27. Nasoma kitabu cha Injili ya Luka 10:27. Biblia inasema, akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Amina. Kwa hiyo tunapokuwa tunampenda Mungu, naye anatupenda. Ninaposema moyo, maana hapo tumeambiwa mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote. Kwa hiyo ninaposema moyo una tabia ya kupokea vitu vizuri na vibaya. Pia tunapaswa kulinda sana moyo wetu. Ukiwa na moyo, yaani lazima uwe na uwezo wa kucontrol huo moyo wako, ili ujue ni jinsi gani unakuwa zaidi au unakuwa salama ndani ya Yesu. Tuangalie Misali 4:23. Ndio. Linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Amina. Maana ndivyo vitakavyokulinda uzima. Amen. Tunapolinda moyo wetu, tunakuwa salama kama neno la Mungu lilivyosema hapo. Na akili njema itakusaidia kuvuka vikwazo vya kila aina. Tusome Isaya 54:10. Inasema, maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa, bali wema wa Mungu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana. Tunapokuwa na akili, vilima, vikwazo vyote vya kila aina vinatoweka. Hivyo tunazidi kujiimarisha katika usalama wa Bwana. Amina. Amen. Namba 2, kuwa mwaminifu kiroho na kimwili. Tutaenda kusoma Ufunuo 2:10. Somaji wangu. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani
taji, basi tunatarajia kupokea. Sio kuwa unakuwa mwaminifu tu alafu basi kumbe kuna taji tunapokea. Amina. Amen. Namba 3, kujihadhari na marafiki. Kujihadhari na marafiki. Tusome Misali 18:24. Ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu. Taudia. Ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe, lakini yuko rafiki aambatanaye na mtu kuliko ndugu. Amina. Marafiki sio kwamba tumeambiwa tusiwe nao, ila tumeambiwa ajifanyiaye marafiki wengi. Na katika hao marafiki pia kuna vitu vitatu au maswali matatu natakiwa ujiulize ndani ya hao marafiki zako ulionao. Wanamwamini Mungu wako? 2, nikiwa pamoja nao naonekana dhaifu kwao? 3, nikiwapeleka katika familia yangu watapokelewa? Ninaposema wanamwamini Mungu wangu, nichukulie mfano labda shuleni. Tunapokuwa shuleni, nakumbuka mimi kipindi hicho niko shule nasoma, nilikuwa na rafiki yangu wa shule ya msingi. Mwenyewe alikuwa anaitwa mambo mazuri na sio yale mabaya. Na nikiwa na swali la pili, nikiwa pamoja nao naonekana dhaifu kwao, ni kwamba unaweza ukawa na rafiki labda mafanikio yake ni mazuri, lakini yeye unamjua kabisa huyu sio mtu wa mambo ya ibada, ya mambo ya kanisani. Hujui kwamba mafanikio yake yanapatikana na nini. Na saa nyingine labda anaweza kukutoa twende out, wewe unaenda tu. Twende huko, hujui na zake zinapatikana na nini, unaenda tu. Hiyo pia inakuwa sio vizuri na inatufanya tusiwe salama ndani ya Yesu. Sababu unaweza ukawa unajitahidi, lakini yeye yule anakuvuta kutokana na zile nguvu zake alizokuwa nazo. Sometimes na namba 3, nafikiri nishaongelea. Twende kwenye jambo la 4, maombi. Maombi. Twende kusoma Isaya 43:26. Somaji wangu. Sinagushi. Amen. Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Amina. Tunapokuwa na maombi au unaposema shida yako, Mungu inakuwa ni rahisi sana kukusaidia. Tu kama nilivyosema mwanzo, kuwa salama, yaani yule ambaye anamkumbusha Mungu kila siku kwamba jambo hili linahitaji msaada wako, na yule aliyenyamaza kimya kwamba anasema Mungu ndio alionileta duniani, Bwana ataniachaje mimi hivi, inakuwa ni tofauti. Kwa hiyo unatakiwa kumkumbusha Mungu kila itoko leo kupitia maombi, ili uzidi kuwa salama ndani yake, ili akulinde, akutunze, akuweke huru na kila jambo unalolifanya. Kujizoeza sana kufunga na kuomba maombi ni mkono wa imani na kumkumbusha Mungu mahitaji yako. Mwanadamu njia yake ya kuwasiliana na Mungu ni kwa njia ya maombi. Tuangalie Yohana 6:37. Anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Amen. Kwa hiyo tunapoenda kwa Baba hawezi kututupa, anatupokea. Ili mradi tu huo umeenda kwa roho na kweli, na umemaanisha leo lazima nimuombe Baba yangu, na kwa hivyo nilivyomuomba unamwamini kabisa atanipa. Tuangalie jambo la 5, kuhudhuria ibada. Tusome Waebrania 3:13. Waebrania 3:13. Lakini muonyane kila siku, maadamu itwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe ngumu kwa udanganyifu wa dhambi. Amina. Tunapoonyana tunazidi kuwa salama. Shetani anaweza kapendeza njia yake mbaya ili utoke tu nje ya makusudi ya Mungu. Ila unapokuwa katika ibada, unapojileta katika ibada au unapohudhuria ibada,
watumishi mbalimbali wanapokuja kusema neno la Mungu mahali hapa, maneno ya Mungu yanapozidi kuongelewa mahali hapa, basi tunaponywa kwa namna moja ama nyingine. Unakuwa hata kama ulikuwa una mawazo mengine mabaya yanapotea, unasema kumbe lile lilikuwa baya, halifai kwa kweli, bora niachane nao. Amina. Namba 6, kusoma neno la Mungu. Namba 6 na namba ya mwisho, kusoma neno la Mungu. Tuangalie Ezekieli 3:10. Kaniambie, mwanadamu, maneno yangu yote nitakayokuambia yapokee moyoni mwako na kuyasikia kwa masikio yako. Amen. Maneno yote anayotuambia Yesu, maneno yote anayotuambia Baba, tuyapokee na kuyasikiliza. Tunaposoma neno la Mungu, tunaposikia kwa masikio yetu, tunakuwa salama. Tuangalie tena Zaburi 119 mstari wa 11. Zaburi 119 mstari wa 11. Zaburi 119 mstari wa 11. Nasoma. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije kutenda dhambi. Amen. Tunapoliweka neno la Bwana mioyoni mwetu, tunakuwa mbali na dhambi na tunakuwa salama na tunajilinda pia na uovu. Kwa hiyo hivi vitu ni muhimu sana ili kuweza kuwa salama na kujilinda. Ni lazima tuwe na mambo haya kama nilivyosema. Amen. Mtu akikwambia nimerejeshewa kitu fulani, unaelewa nini? Nikisema nimuulize kila mtu mmoja mmoja hapa atanipa maana yake. Lakini mimi hapa nimeandika ni hali ya kurudishiwa kitu ambacho kimepotea. Ni hali ya kurudishiwa kitu ambacho kilikuwepo sasa hakipo. Tunasema rejesho au marejesho. Leo hii nikawa na kitu au nikawa na zawadi au nikawa na kitu fulani nikampa Moses. Lakini baadaye Moses kile kitu akawa anacho tena au kilipotea au kimeibiwa. Mimi nikatafuta kitu nikakipata sehemu nyingine nikaja nikamrejeshea. Tunasema mrejesho, amekipata kitu ambacho kimepotea kimerejeshewa, tunasema amerudishiwa. Ndio tafsiri nzuri ya marejesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo tunakujifunza kwa maana ya Mungu wa marejesho. Kuna vitu ambavyo shetani ameviondoa kwetu sisi kama vijana, Mungu anataka virejeshe. Bwana asifiwe. Kuelekea mwaka 2026, shetani ametuibia huduma. Shetani ametuibia mambo mbalimbali. Kuna watu Mungu alipanga kuwainua, lakini kuna vitu ambavyo vimetokea, shetani ameiba zile baraka. Shetani Mungu ameenda kuinua kwa habari ya elimu sehemu fulani, lakini kuna shetani ameingiza vita ndani yake. Kwa hiyo Mungu wa marejesho anaposema Mungu wa marejesho, Mungu ni Mungu ambaye anarejesha vitu vilivyopotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Najifunza vitu hapo mbele, kuna watu kwenye Biblia ambao walirejeshewa vitu. Bwana asifiwe sana. Sisi si wa kwanza kurejeshewa. Wapo baadhi ya watu kwenye Biblia huko tumewasoma, walikuwa na vitu pia vikaondolewa, lakini Yesu achukuliwe Mungu wa marejesho akawarejeshea vile vitu. Kwa ndio maana leo Mungu anataka kujifunza somo la Mungu wa marejesho kuendelea huu mwaka mpya 2026. Yale ambayo Mungu ambayo alitubariki lakini shetani ameyaiba, Bwana akarejeshe tena kuelekea 2026. Kila mmoja akamuone Bwana kwa sehemu yake. Haleluya. Hapa nimeandika wale ni Biblia anaweza kanisaidia. Ni Biblia nisaidie kusoma. Mwivi haji ili aibe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bali amekuja ili kuharibu. Lakini Yesu alikuja kwetu sisi ili kutuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kuturejeshea vitu. Kwa hiyo Yesu alikuja, Mungu amemtuma Yesu hapa duniani ili kurejesha ile haki ambayo mwanadamu alipoteza, shetani alimchukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ole tunasoma Biblia hapa. Dhambi iliyoingia kwa Adam na Hawa ilitukuta sisi wote duniani hapa. Lakini kupitia ile dhambi, Mungu akasema hivi, nitafanyaje kuweka patanisho na hao wanadamu? Kwa shughuli Mungu akamtuma Yesu awe kipatanisho cha kurejesha uhusiano wetu sisi na Mungu. Kwa hiyo Yesu alikuja hapa duniani, amekuja kurejesha uhusiano. Wanadamu walipotenda dhambi, ule uhusiano wake yeye na Mungu ukawa uko mbali. Lakini Yesu aliposhuka ametuletea urejesho wa uhusiano. Atarejesha na anarejesha tena kwetu. Bwana asifiwe sana.
Kwa hiyo Mungu amemtuma Yesu aje kuturejeshea ile haki na ule uhusiano ambao umepotea, shetani alipoteza kupitia ile dhambi ya Adamu. Kwa hiyo Yesu akaja kwa kupatanisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Biblia inasema hivi, Yesu alikuja ili kutuokoa sisi. Bwana asifiwe. Ukisoma kitabu kile cha Yoeli 2, Biblia inasema Biblia inasema hivi, Yoeli 2 na hisi ni mstari wa nzige na madumadu Bwana anarejesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama alirejesha kwa wale watu ambao tunasema Biblia, atashinda kurejesha na kwetu sisi hapa. Tunapoendea huu mwaka mpya, yale yote ambayo Mungu atarajia kwa kwetu yafanyike yatatendeka kwa jina la Yesu. Kwa sababu yuko Mungu wa urejesho, atuonyesha sisi vijana nguvu mpya kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nimeandika ushahidi wa marejesho katika Biblia. Ushahidi wa marejesho. Tunaposema kwa habari ya marejesho, tuna ushahidi kwamba Mungu amewarejeshea watu. Ndio maana leo hii nikisema Mungu wa marejesho akishuka hapa leo hii, atarejeshea watu vitu vyote ambavyo vimechukuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaweza kupitia wakati ambao ukupasa wewe upitie. Kuna mtu ambao anaweza kupitia maisha ambayo wewe sio maisha yako. Unatembea kwenye maisha ambayo sio maisha yako. Mungu wa urejesho akishuka kukusaidia, manake yale maisha anakukomboa na yale maisha. Unapita katika maisha ambayo Mungu amekusudia wewe upitie. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi wakati nasoma nilikuwa bado sijaokoka wakati nasoma. Lakini sasa hivi nimeokoka, najiona kama nimechelewa kuokoka. Kwa sababu gani? Kuna maisha ambayo nimeyapitia, nimeyachezea kwa shetani. Kuna ile miaka ambayo nimeichezea ambayo nilikuwa mbali na Mungu. Ile miaka ningetumikia vizuri sasa hivi, wewe ningekuwa sehemu tofauti. Ndio maana nasema Mungu wa marejesho, kuna miaka ambayo shetani ameiba, kuna miaka ambayo imeliwa na madumadu, imeliwa na mtigi, imeliwa na adui mbalimbali, ambayo Yesu anataka irejeshe ndani yako kwa nguvu mpya. Tunauendea mwaka huu mpya. Mungu akirejesha ile miaka inakuja na nguvu. Utamuona Mungu kwenye maisha yako, utamuona Mungu kwenye elimu yako, utamuona Mungu kwenye kazi yako, utamuona Mungu kila sehemu maisha yako. Bwana anashuka kukurejeshea vyote ambavyo shetani ameiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusome kitabu kile cha Ayubu 42:10. Kitabu cha Ayubu 42:10. Ayubu naye alirejeshewa. Ayubu 42:10 kwenye Biblia, naomba nisaidie hapo. Ayubu 42:10. Kisha Bwana akageuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuambia kisha Bwana akageuza ule uteka wa Ayubu. Ayubu alipoombea rafiki zake, Bwana akageuza uteka wa Ayubu. Ndipo Ayubu aliporejeshewa mali zake mara 2 ya mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Urejesho ambao Mungu amemrejeshea Ayubu hapa baada ya kuombea rafiki zake. Maana Ayubu, tunajua historia ya Ayubu wote hapa. Ayubu alikuwa na mali nyingi sana. Ayubu alikuwa na utajiri mkubwa sana. Ayubu alikuwa na mali nyingi. Nikisema mali nyingi ambayo kwa miaka ya zamani ni mtu ambaye alikuwa na hela nyingi sana. Alikuwa na mifugo mbalimbali, alikuwa na wafanyakazi na waajiri, alikuwa na kama ni sehemu kubwa ambayo anaishi na vitu vingi sana. Alikuwa na wingi wa mali zake. Aturejeshe huduma ndani yetu. Aturejeshe ile miaka ambayo tulitumia vibaya. Aturejeshe miezi ambayo hapo nyuma tumetumia vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna muda mwingine ambayo tunateseka, Mungu wa marejesho akichuka mchana wa leo anaweza kuturejeshea vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu walikuwa wanafanya huduma mbalimbali, lakini zile huduma leo hii wanaona uzito kuzifanya. Kumbe shetani ameingiza vitu ndani yao ili kuondoa ile huduma, lakini Yesu anataka kuturejeshea vyote ambavyo vimechukuliwa mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapa Ayubu alirejeshewa mara 2 ya vile alivyokuwa navyo. Mungu wa marejesho akirejesha, anarejesha mara 2. Arejeshi vile vile, huwa anazidisha. Kama alikupa mara 1, anazidisha mara 2 yake. Tunaona Ayubu hapa alivyorejeshewa, alibarikiwa zaidi ya mali alizokuwa nazo mwanzo. Kwa Mungu wa marejesho akirejesha, huwa anarejesha mara dufu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tutaenda kuongeza mtu mwingine nimeandika hapa ni Lazaro. Lazaro alirejeshewa vile vile. Lazaro alirejeshewa. Tunajua na historia ya Lazaro. Lazaro alikuwa alifariki. Lazaro alikufa. Biblia inasema alikuwa ananuka kabisa, alishaanza kuoza, alifariki, alikufa. Lakini ashukuriwe Mungu alimrejeshea. Tusome kitabu cha Yohana 11 tuanzie ule mstari wa 43 mpaka 44.
Hapa tumejifunza kwa mtumishi wa Mungu Lazaro, wakati alirejeshewa uzima, alirejeshewa na vifungo vyote ambavyo amefungwa, akafunguliwa, akawa huru, akawa mbali na watesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nimeandika kazi ya marejesho. Kazi ya marejesho au kusudi la marejesho. Kwa nini Mungu ameweka marejesho? Yaani marejesho yana umuhimu gani kwetu sisi? Kwa nini huyu Mungu ameweka marejesho? Kusudi la Mungu wa marejesho. Kusudi, kwa nini Mungu ameweka marejesho? Yaani marejesho yana faida gani kwetu sisi na kwa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naandika, unaweza kaandika tu kusudi la marejesho. Nimeandika hapa kusudi la kwanza, kufanya adui ajutie. Yaani kusudi la kwanza ambalo Mungu anataka arejeshe vitu kwetu sisi, anataka kufanya shetani ajutie. Yaani yule adui aliyefanya wewe uibiwe hivyo vitu, aliyechukua hivyo vitu, lazima ajutie leo. Bwana asifiwe sana. Wakati Mungu anarejesha, lazima Mungu anataka amdhalilishe shetani. Kwa nini amekutesa? Wasemaje hivi? Tunajua Yesu wakati anateswa alisema Eloi Eloi, Mungu wangu mbona umeniacha? Lakini Yesu ilikuwa ni kusudi, wakati anateswa ilikuwa ni kusudi la Mungu ili ateswe na kufuke kwa ajili yetu. Lakini baadaye alifufuka, alipokomboa wanadamu, shetani alijuta kwa nini nilifanya kile kitu. Kwa sababu gani? Alikuwa anajua anamwangamiza Yesu, kumbe alikuwa anaweka ushindi kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe alikuwa anakomboa wanadamu. Ilikuwa ni kusudi la Mungu Yesu ateseke ili sisi tuwe salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa urejesho Mungu anatia urejesho ili kumsaidia yule adui ndani yake ajutie. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Mungu anakurejeshea wewe hivyo vitu, shetani atajuta kwa nini alikutesa. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu kile cha Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha nimesahau kuandika kwa kitabu. Nisome kuliandaa wakati niko kazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunajua historia ya Yesu. Kuna sehemu nataka nisome kwa habari ya historia ya Yesu. Yesu wakati anateseka alikuwa anasema Eloi Eloi, Mungu wangu mbona umeniacha? Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anapitia mateso kama mateso ambayo tunapitia sisi wanadamu. Lakini wakati anateseka, kumbe ilikuwa ni kusudi la Mungu ambalo Mungu anataka baadaye kupitia Yesu wanadamu waokolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maisha tunapitia, usije ukajiona unapitia maisha haya. Wewe mshukuru Mungu, endelea kumsihi Mungu, endelea kumpenda huyu Mungu tu. Kumbe Mungu muda mwingine anataka kurejeshea wewe vitu baadaye kwa nguvu ili amtia hii yule adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda mwingine hata mimi najijutia, kumbe kipindi kile wakati tunasoma nilikuwa mapema, huenda nilikuwa niko mbali zaidi. Elimu yangu ingenisaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati naandaa ile somo nikajiuliza, Mungu, wewe hata mimi mwenyewe kwa miaka ambayo nilikuwa naitumikia vibaya. Ile miaka ambayo tunatumia kipindi kile tunasoma tunacheza, kumbe nilikuwa naitumikia vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nyinyi vijana ambao hawajafikia hizi stage ambazo tumefikia sisi huko mbele ya nini? Jitahidini sana kumpenda huyu Mungu, kumtukuza, kufanya mambo ya Mungu sana. Mungu hata kuacha. Hizi kipindi kile tulikuwa tunaambia masuala ya kimungu tulikuwa tunaweka pembeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani masuala ya Mungu nilikuwa naweka pembeni. Lakini sasa hivi nimeanza kumfahamu huyu Mungu, kutoka kumjua huyu Mungu. Nimejua kumbe na mingine nilikuwa nakosea kwenda katika misingi ambayo sio sahihi. Yaani sasa hivi najitia sahihi kwa sababu gani? Huenda ningejua mapema, sasa hivi ningekuwa mbali zaidi nilikuwa sasa hivi. Nimeona faida ya kuwa na Mungu, nimeona hasara ya kuwa mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aurejeshe, tusaidie turejeshe ile miaka ambayo tumetumikia vibaya, tukaitumikia vizuri kuelekea 2026 katika jina la Yesu. Amen. Basi somo langu natamani liishie hapo. Nimeacha kama dakika ngapi hapa, natamani tusimame wote tuombe.